umeona vamenichapa, mbona hujamkataza Kuwa na respect kwa wazee. Ni mwanamke mgani? Mwanamke mimi hapa. Kuwa na respect hata kidogo. Akiwa na ukali kama hiyo yako. Mwanamke mimi hapa. Mwanamke mgani? Mimi. Asha. Mgani anaweza leta boma akiwa na ukali kama huo wako? Mimi Asha. Mwanamke kuwa na respect. Hiyo ni maisha gani uko unataka kuniweka? Maisha kuparara kila saa. Na parara na miguu napasuka. Sasa mbona venye naka? Hebu niangalie. Ungeweza kuni afford? Hiyo pesa ndogo ndogo unaringa nayo. Hiyo pesa kidogo nyuma. Hizi ni nini? Nilikununulia nguo ziko wapi? Nilikununulia nguo ziko wapi mpya? Unafanya nini hapa hivi? Naosha manguo. Manguo? Hizi ni nguo zako na za mama? Hizi manguo unafaa kuosha? Hizi zote. Unafaa kuosha manguo? Unaosha mpaka carpet. Nakwambia kufua. Nakwambia kufua. Mama ndo amekwambia ufue? Unamdefend. Wewe hapo na mazana na Sandra. Kanisa yangu. Wewe simama hapo, simama hapo. Sivyo bwana. Nenda malizana na wewe. Bwana. Kanisa yangu sivyo. Pale nimekutoa. Sivyo bwana. Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. Watu wangu hapa tumeona kulingana na hii maneno ambayo Asha ameleta hapa. Yeye kama ni Mama Joy, sio vizuri sana tuko tunaongelea peke yetu kwa sababu hatutajua ukweli iko wapi. So nimeona ni vizuri nirudishe daktari. Kama tulikuwa tumeachana hapo na yeye kama ameenda kushughulikia mambo mengine, lakini nashukuru amenielewa karudi. Daktari asante sana tena kurudi. Yes, asante pia. Nashukuru, unajua nilikuwa nimeondoka kidogo. Kuna shughuli ambayo nilikuwa nimeenda kukamilisha mahali. Lakini vile ulinipigia na hata huko pia nilikuwa nimemaliza kidogo. Pale ulinipigia siku hii kukua mbaya. Na vile ukaniambia kuna mgeni ambaye amejitokeza na ako na malalamishi ya hapa na pale. Na vile ukanieleza kwamba ni mama ya alikuwa mke wa huyu kijana. Mama ya mtoto yake. Ndio vile ukaniambia nikuje nisikie pia mimi naye nisikie mambo yake. Na nimeweza kufika. Nadhani ni huyu. Ni yeye amekaa hapo huyo kando yako. Okay. Amekuja hapa akisema kwamba mtoto ule mtoto ambaye anaitwa Joy, mtoto wa nani wa Omondi ni wake. Na kwa kitu yenye anataka yenye umetukalisha hii meeting, amesema kwamba anataka arudiane na Omondi. Wanataka wasolve maneno, warudiane, wakuwe sawa, waishi kama familia. Sasa ndo tukaona labda kunaweza kuwa na ujanja fulani ambao watu wanatumia kwa sababu hii kesi sio ijakuwa rahisi. Lakini ukweli hata Omondi mwenyewe ameconfirm kwamba ni baby mama wake. Mama yake pia anamjua vizuri sana, amepitia kwake. Na tumeona sio vizuri hii kesi inaweza kuwa iko na ujanja mingi, labda ikuwe yeye amekuja tu labda kuomba msamaha na maanishi. So tukaona ni vizuri tukutafute wewe kama msema kweli ili uweze kutujulisha zaidi ya hapo kama ni ukweli saizi amerekebika. Na Omondi pia kama bibi yako amerekebika, ukiambiwa na daktari kama amerekebika, mimi naomba muelewe labda inaweza kuwa alikuwa anakosea mara ya kwanza na mara pili atakosea tena. Lakini kama daktari pia ataweza kusema kwamba mambo iko namna gani, pia tutajua vile maneno yanaenda, si ndio? Sawa. Yes, asante sana na asante kwa nyinyi wote kwa kwanza kwa kuniamini na kwa kunihusisha kwa kila jambo. Unajua ni vizuri msikosee mahali mseme tungejua tungetafuta daktari. Ni vizuri kwa kila jambo sababu hii kesi mimi nimekuja na nilianza nayo. Ni vizuri tumalize wote na kila kitu ambaye inatokea mnihusishe na hapo mmefanya vizuri. Habari ya msichana? Salama. Unajua mimi naitwa Daktari Magongo, sijui wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Asha. Ama Mama Joy. Mama Joy. Nashukuru kwa kufika kwako. Na huyu kijana mmejuana kwa muda gani? Tangu tukue shuleni. Mna mtoto mwingine ama ni huyo tu? Ni huyo tu, Joy. Na wewe uko na watoto ngapi? Joy tu peke yake. Umekuwa nje kwa muda gani? Tuseme miaka kama 5 hivi. Kutoka mwachane na nani na baba Joy umekaa nje miaka 5? Mtoto ako na miaka 7. Mtoto si ako na miaka 7, nilitoka akiwa na 1 year and a half. Okay. Tuseme hapo miaka 5 au miaka 6 kati hizo mbili.
Unasema umekuwa nje. Na nini ambaye ilichangia haswa kuondoka kwa ndoa yako, na ulikuwa kwa ndoa, nini ambaye ilisababisha mpaka utoke uache mtoto akiwa mdogo hivi? Unajua mtoto wa mwaka 1.5 bado angali mdogo, anahitaji mama, malezi ya mama. Ni ukweli. Kenye nilifanya nitoke, wazazi walikuwa wananirudisha shule, nikasome. Ya, na pia hatukukuwa na mapato mazuri mimi na baba Joy. Ya, tulikosana vibaya na baba Joy nikitoka. Tulikorofishana, kakataa niende na Joy, mimi nikabaki na nikamwachia Joy. Ya, alikatalia Joy, nikamwambia niachie Joy tuende naye, akasema atabaki na mtoto. Ya. Na mimi nimekusikia. Na ulikuwa ulirudi shule, labda uliachia secondary ama ulienda kuendelesha masomo? Ninaenda kuendelesha masomo ya university. Ulikuwa unasomea nini? Nilikuwa nasomea nursing. Nursing. Sasa umemaliza? Na nishamaliza. Ulimaliza lini? Nimeanza last year but one. Last year. Na hii muda ingine umekuwa wapi? Nilikuwa tu around tu kitafuta vibarua. Na mbona wakati ulimaliza huku mtafuta hiyo wakati mpaka saa hii ndio huku kuja kumtafuta? Alikuwa ameniblock yeye na mamake. Nilikuwa try kwa reach out, wameniblock. Yeah. Na saa hii umewapata aje? Nimewapata through his friend anaitwa Eric. Yeah. Unasema umekuwa shule. Umekuwa wapi? Shule wapi? Unajua ni vizuri ujieleze tu, nimekuwa fulani. Shule umekuwa wapi? Usione nina maswali mengi. Nilikuwa KU. Ya wapi? Unajua ziko mingi. Hapa tu Thika. Huko wanakujua? Na wananijua. Kabisa? Yeah. Hata tukienda huko wanajua wewe ni mwanafunzi wa hapo. Unajua ni kwa nini nakuuliza hii maswali? Sababu kuna mambo fulani ambayo nimetaka kujua kutoka kwako. Na naona una wasiwasi sana. Mbona una wasiwasi? Mimi sina wasiwasi, niko sawa, niko salama. Umesema uko na watoto ngapi? Mmoja, Joy. Yeah. Na wengine wawili? Wengine wawili wa gani? Nimekuuliza tu hao wengine wawili wako wapi? Kuna watoto wengine Asha? Sina watoto wengine. Sema ukweli. Sina. Ulikuwa na mimi nikiwa nao, sina. Mwanamke ni muongo. Sababu unajua mimi vile nimefika hapa na nimeshika mita, na kuna vitu ambaye naona kutoka kwako. Unaona nini? Kuna vitu ambaye inajitokeza na niko najaribu kushika mita kuhusu maisha yako. Kuna vitu mingi ambaye unasema ulimaliza shule, umesema umekuwa unasoma, na wazazi ndio walisababisha wewe kutoka kwako, ama umesema namna gani? Si ni ukweli, wazazi wangu walikataa, alisema nimeolewa na mtu maskini, kwa nini? Na wewe kama wewe ulichukua jukumu gani? Nilitry kuvumilia hiyo ndoa, lakini wazazi walinipush wakaniambia nitoke. Lakini kama wewe ulikuwa unajua huyu ndio mtu wako na huyu ni mtu ambaye mpaka mmepata mtoto, mbona hukuvumilia? Nilivumilia. Na sasa si ulitoka? Nilitoka juu nilirudi shule. Tati, unajua kwanza sema tu ukweli. Huyu hakuniachia mtoto, alinirushia mtoto. Nilikurushia mtoto wapi? Ulimkatalilia. Mbona umrushe? Ulimkatalilia. Na kwa nini umrushe? Lakini unajua kuacha mtoto wa mwaka 1.5 bado wewe mtoto ni mdogo sana. Na saa hii hata ukimuona unamjua? Joy. Singemjua, lakini nilimuona kwa TV. Na unajua aje kama ako? Unajua aje kama ako mwaka 1.5? Unajua aje kama ako ama alikufa? Ulikuwa unafuatilia hata ujue anaendelea namna gani? Niliona kwa mtandao. Ndio nauliza, hii muda yote ulikuwa unafuatilia hata ujue? Mbeleni nimekuambia nilikuwa nawapigia simu, wameniblock. Wamebadilisha namba zao. Na mbona kupigia Eric huko mbeleni? Eric tulikuja tukapatana recently. Mwanamke aseme tu ukweli. Sasa sababu umetaka mambo yako ijulikane na wewe mwenyewe ndio umejileta, si ndio? Ama hawa wamekutafuta? Ni wewe mwenyewe umejileta. Sasa wewe ulitaka namna gani? Mimi nataka nirudiane na bwana wangu na baba wa mtoto wangu. Na mtoto wangu, sorry.
Sasa kwa ufupi unataka mtoto ama unataka kurudi kwako? Nataka kurudi kwangu. Na unajua huyu mtu kama ako na mke? Si mke, nasikia wameachana. Sasa umengoja waachane ndio ukuje, mbona hukukuja hapo awali? Nimekuja juu ya mtoto alikuwa anateseka. Na mbona hiyo na mume wangu. Najua sasa vile mambo yako vile umeongea na kuna vitu ambayo umeingiza hapo ambaye si ukweli. Mbona usifunguke tu useme ukweli? Nifunguke azin? Unataka kumaanisha nini? Useme ukweli. Usaidike. Ukweli gani mama? Mama, si nimesema ukweli. Ongea ukweli. Ndio nimeuliza hao watoto wawili hao. Watoto wawili. Nani atawalea? Aisha, uko na watoto wawili? Sina. Mama Joy, uko na watoto wawili? Wanatoka wapi? Mimi niko na. Ukiwa na yeye alikuwa na watoto? Hakuwa na watoto. Sasa ni wewe Joy wa kwanza. Huyo ni Joy. Joy ndo wa kwanza. Joy ndo mtoto wetu. Daktari hawezi danganya. Mapacha. Ako na watoto mapacha? Ako na watoto mapacha. Mama Joy, uko na watoto mapacha? Sina watoto. Sema ukweli, daktari hawezi danganya. Nini unataka tulazimishe vitu hapa? Ni nini? Sema tu ukweli usaidike. Nasaidika, ni nataka tu. Acha mimi nieleze sababu umekataa kuongea. Na kitu ile imekuleta hapa mimi nimeona. Na ni ukweli hii vitu uliona kwa mtandao. Uliona vile mambo huyu kijana anaendelea kwa mtandao. Na vile uliona amebadilika, sio kama vile ulimuacha. Na ndiye imefanya umerudi. Na wakati ulitoka, si nilisema wakati ulitoka, Ongea kabisa daktari. Ongea, sema yote. Wakati ulitoka sababu umekataa kuongea, acha mimi niongee. Huyu mwanamke wakati alitoka hata wazazi wake walikosana na yeye sababu alitoka kwa huyu kijana. Wazazi walikuwa wanataka akae kwa hii ndoa. Na nilisema Mpaka wazazi wako. So auelewani na wazazi? Kidogo. Hata watu tunasema si watoto wangu, ni watoto wa dadangu, ni mapacha. Mimi sina watoto mapacha mimi. Huyu daktari adanganyangi. Huyu daktari hajawahi. Ni watoto wa nani? Saumu. Mbona unadanganya? Saumu hata mimi mwenyewe sijui Saumu. Saumu ni nani? Unajua dadangu Saumu? Simjui. Haujui Saumu tena aje? Haujui Saumu aje? Mimi Joy, nataka nikuulize mambo ya nini ya daktari yenye anazungumzia ya wazazi wako kwamba muelewanangi, ni ukweli ama uongo? Ni uongo. Wazazi wangu wananipenda sana. Na huyu msichana acha nielezee sababu amekataa kuongea. Acha sasa ni muanike. Unajua mimi huwa napenda mtu mwenyewe ajieleze ili tujue vile unasaidika. Huyu msichana wakati alitoka kwako ni maisha, unajua ni mtu ambaye anataka kukula vizuri. Na nadhani hiyo ni ukweli. Kweli kabisa. Anataka maisha ya anapenda starehe. Kweli kabisa. Na wakati alitoka hakuna shule ambaye alienda. Mbona unadanganya watu? Ulienda kuoleka. Nilioleka na nani? Wewe ndio ulinioa. Na mbona unakasirika ukiulizwa swali? Si nyamaze wewe. Ongelesha daktari mbaya. Mbona unajua kitu moja? Daktari atomboe. Mama, unajua anachemka juu anajua ni ukweli. Sababu anajua ni uongo. Mnanichemsha. Niliolewa na wewe. Mtu heshima, kuwa na heshima. Have some respect. Usichemke. Daktari anaongea mambo ya ukweli. Mam, nyamaza. Daktari sema yote. Na hata hiyo ndoa wakati alienda hakukaa. Na unajua ni mama. Ndio sababu wewe ni mtu ambaye haujatulia na tabia zako ndio ilikutoa kwa hiyo ndoa ukaenda kuoleka kwa ingine na watoto hata uliacha nyumbani. Watoto wa gani? Kwa hivyo ni ndoa mbili na ni daktari. Yako kwa ndoa ya pili na hata hii ya pili amekuwa na mimba ndiye akatoa na ndiye akakuja huko. Laana hii ni laana. Tunataka kurudi kuleta laana kwa Joy. Laana hii. Ningetaka tu kuuliza swali moja, msichana. Ulikuwa unanidanganya? Nyamaza, mama yangu akiongea. Nimekuuliza kama umewahi oleka kwa ndoa nyingine. Umeniambia aje? Umesema hapana. Umekataa. Unadanganya, ni pesa yenu anataka. Wewe unataka pesa yenu. Mimi laana nataka. Nataka pesa yenu. Kama daktari anataka pesa yetu. Pesa yenu gani? Wewe ndio unataka pesa yetu. Pesa yenu gani? Ngoja, pesa yenu gani? Unasimamia mamangu mzazi kama nani? Ungeza kunilisha nika hivi vizuri. Ungeza kunifanyisha nywele nzuri kama hii. Nilikuwa na parara kwanza kwa nyumba yako, nashinda napaka mafuta ya mboga, nikioga. Kitu ya pili nashinda nimeshinda njaa. Watu majirani wanapika nyama, mimi nang'ang'ana hapo na kunywa maji nikilala. Hiyo ni maisha gani uko unataka kunieka? Maisha ya kuparara kila saa. Na parara na miguu inapasuka. Sasa mbona venye naka? Hebu niangalie.
Ungeweza kuni-afford? Hiyo pesa ndogo ndogo unaringa nayo. Hiyo pesa kidogo yenye umepata unaona kiburi ndogo umefika. Wazazi wamekukataa. Mandoo umekuwa ukiingilia zimekukataa na ukaona urudi. Ulikuwa na mimi nikiolewa achana na huyu kwanza huyu. Mpatie heshima, huyu ni mtu heshima wewe. Usimwite huyu. Huyu ni nini huyu? Nitakataka huyu. Una adabu hata wewe unampiga. Wewe uko nayo. Uko nayo. Uko na mali gani wewe? Ninazo. Wacha sasa nichukue Joy wangu niende ushago. Nikimalizana na pasta. Rudi nyumbani. Najua sheria brother, najua sheria. Uko nazo na unatufuata. Uko nazo na unafuata mtoto wangu. Nyamazia, mama yangu akiongea unanyamaza. Kila saa unashindanga tu kila saa mama kwa ndio hiyo muone kwenda. Sasa akiongea unanyamaza. Asha. Ongeza tafadhali, Asha. Hata kwanza kitu ya kwanza unitoshelezi kwa kitanda. Nilikuwa nang'ang'ana tu najifanya na enjoy kumbe si enjoy. Sikuwa na enjoy ni thing. Unachemka juu ya ukweli. Asha. Kitu inatoshana hivi kama toothpick. Asha. Mbona unaongea maneno kama hiyo? Ni mzazi ako hapa na huyu ni mtu mkubwa ako hapa. Mbona unaanza kuzungumza maneno kama hiyo? Sio hata na heshima tafadhali. Siwezi sema sababu tuko mbele ya kamera. Na heshima tafadhali. Hakuna heshima hapa na. Nafikiri hata singesema hivi tuko mbele ya kamera. Huyu mwanamke huyu ni shetani huyu. Shetani ni mimi na sote ni mashetani. Wewe ndo shetani. Shetani na shetani wanasikizana. Nani Asha, umekuja hapa kwa uzuri na umekuja hapa kama una kiburi. Sijui kiburi imetoka wapi. Wamenichemsha. Unachemsha juu ya ukweli. Kwa hivyo sasa kubali ukweli. Ukweli gani? So kwa hivyo maneno ya daktari amesema ni ukweli. Uongo. Ni uongo. Ni uongo. Na mbona sasa unakasirika? Nimekasirika jumla niekelea maneno zenye sijui zimetokea wapi. Sasa zile vingine ningesema kwa kamera. Zile vingine ningesema sasa hii kwa issue ya Binai. Alafu unasema ujui Saumu aje? Ujui sister yangu? Ujui Saumu? Usiwezi bishana na huyu. Kubishana ni kupoteza tu nguvu bure. Nani naomba Asha, naomba tafadhali uketi chini ili tumalize maneno vizuri. Si umekuja tuzungumzie? Tafadhali naomba uketi chini. Naomba uketi chini tafadhali Asha. Ona, keti tu chini. Punguza hasira. Punguza hasira. Sasa kwanza first of all. Sasa msichana wacha ngoja daktari. Ngoja hata nikucut short. Unasema hapa nilikuwa na mimba. Nikitoka kwako nilikuwa na mimba. Wacha sasa nikwambie ukweli. Nilikuwa na mimba. Na watoto ni wako. Daktari akwambia ukweli. Hao watoto si ni wako. Hao mapacha wenye nasema hapa? Wako. Ulitoka ukiwa na mimba aje na uliacha mtoto wa 1 year and a half? Tena alikuwa mdogo. Mtoto si baada alikuwa mdogo, ulikuwa aje na mimba ya Omondi na mtoto huyu mwingine alikuwa na 1 and a half? Mimba ya Omondi. It can happen. Uongo. Huyu mwanamke muongo huyu. Unaweza kuwa na mtoto mdogo na bado ushike mimba. Daktari siwaeleze, Dr. Ofuenike. Ngoja nikuulize msichana, unajua hii heshima ambayo umeonyesha hapa na unasema kwamba umekuja kunyenyekea urudi kwa boma, na heshima ambayo umeonyesha hapa wazazi na hata kila mtu ambaye haka hapa. Na hawa watoto ambao unasema ulitoka kwa huyu kijana miaka ngapi ambayo imepita? Sio umekuwa bubu. Sieni daktari siajibu. Sieni daktari ajibu nitoka miaka ngapi? Daktari ajibu swali ameuliza. Nonsense. Akikuwa na heshima tafadhali Asha. Sija expect kwamba utaanza kutuongelesha hivi kwa sababu ulikuwa unaongea kwa uzuri sana mara kwanza. Daktari amenikasirisha. Ndo anafanya nachemka. Na si watu nijui. Ukweli gani? Babe, ukweli gani? Usinte babe tafadhali, usinte babe. Usinte babe. Mwanamke mgani huyu? Usinte babe. Unanipiga. Ngoja, unanipiga mbele ya kamera. Na bado sijakupiga. Haya, basi kaende. Sikaende basi. Sikaende. Kaa chini Asha. Hala. Kwa heshima mama yangu na daktari. Heshima gani? Hao amenipa heshima. Ungenijua leo. Kaa chini. Tafadhali. Sikai. Niwekasirika sikai, amenipiga mkiona na mumkatazi. Nipige tena, nipige unaenda kukanyanga sura ikakaa chapo we. Kaa chini. Asha kaa chini. Kaa chini tafadhali tuongee. Sasa unataka kurudi kwangu au ukinichapia mtoto wangu hivyo? Na umeona vile amenichapa, mbona hujamkataza nyenye? Kuna respect kwa wazee. Nyenye. Ni mwanamke mgani? Mwanamke mimi hapa. Uko na respect hata kidogo. Sikusombo niko. Akiwa ukali kama hiyo yako. Mwanamke mimi hapa. Mwanamke mgani? Mimi. Asha. Mgani anaweza linda boma? Akiwa na ukali kama huo wako. Mimi Asha. Mwanamke uko na respect kwa mama mzee haki. Sahau kabisa msichana. Sahau. Tena umeongea uongo yote. I will come back. Afadhali ungeongelesha ukweli. Afadhali ungeniambia mambo ya ukweli. Ndio hiyo mambo ningepata. Yes, tungejua vile tutasuluhisha hiyo maneno. Wait for my comeback mama. Relax. Comeback sasa gani? Nani Asha kumaanisha tutazikana.
Asha, so kumaanisha mambo ulikuwa unakuja kutuambia hapa ni uongo? Hakuna uongo, watoto ni uongo. Watoto ni umushi. Okay, tafadhali acha daktari azungumze. Watoto watatu. Ndio mimi unajua sasa huyu msichana naye kichwa yake sijui iko namna gani. Mimi hata nimeshindwa kumuelewa. Na nielewa nini? Na hawa watoto ambaye anasema hawa watoto wako na miaka 3 na unasema ulitoka huko miaka 5 ambaye imepita na hawa watoto wako na miaka 3. Good. Piga hesabu, watoto ni wako. Na si wangu. Ni wako bebe. Hii miaka 2, yaani mtu anabeba mimba na miaka 2. Sababu hawa watoto wako na miaka 3. Sema ukweli. Watoto ni wako. Na hii ndoa ambayo umekuwa ya mwisho ni nini ambayo imefanya ukatoka? Ndoa gani? Ulikuwa na mimi nikiwa kwa hiyo ndoa? Mbona una insist ndoa? Ulikuwa na mimi ama ndo uliniona sijui? Sinijui ni ukweli. Ndo uliniona? Na hii tabia yako ya kuenda kwa vilabu kufanya nini ndio imesababisha umetoka kwa hiyo ndoa. Zilizopendwa hizo. Na acha nikuambie msichana, usipobadilika hii dunia na vile uko saa hii watu watakutumia na maisha yako itaharibika. Watu ni wewe ndo unanitumia vibaya hapa. Acha nikuambie ukweli, mimi nakupea advice kama mzazi. Mimi wanatumiwa na nani? Hii kiburi ambayo uko nayo. Kiburi ni nayo. Saa hii miaka ambayo uko saa hii ni miaka ambayo inafaa utulie na uangalie maisha yako na watoto ambayo uko nayo. Mbona mnasikiza umse anadanganya hapa na kuna do yenyu? Mbona mnadanganya? Mbona unadanganya? Mzae, mbona unadanganya? Unajua msichana mimi wewe ni mtu mtrue kweli. Karomanzira. Niko nakuambia ukweli kama mzazi. Niko nakupea advice kama mzazi sababu niko naangalia maisha yako ya mbele. Na mimi ungekuwa mtu ambaye ni mnyenyekevu. Wewe umekuja kuharibu. Ningekusaidia. Ameharibu. Ameharibu nini? Anaharibu kila kitu. Anasema ukweli si kuharibu. Mimi ungekuwa mtu ambaye ni mtulivu ningekusaidia sababu kuna vitu ambaye nimeona mbele ambaye itakuja kukudhuru kabisa. Na lakini mimi nataka hiyo kiboko. Nataka hiyo kiboko ikupige. Na utakuja kunikumbuka siku moja kwamba kuna mzee mahali aliniongelesha na alikuwa anataka kunisaidia. Wewe unasaidia nani wewe sasa wewe? Wewe umejisaidia kwanza ndio kuja unisaidie. Umejisaidia. Amesaidia wengi. Ndio maana ako hapa. Ndio yako anakula brother. Lakini amenisaidia. Anakula kichele. Yenye utaki ni kule. Area kule lakini ananisaidia. Unasema utaikula by force. Naona adabu utakula wapi? Utanipata wapi? Nakupata. Wapi? Joy ni wangu. Rudi kwa hizo ndo ulikuwa nazo kwa club. Joy ni wangu, ni mtoto wangu. Joy namalizana na pasta kama nime. Pasta ni nani? By the Nakuru. Hadi pasta, by the wife yako amekulwa hadi na pasta. Wewe nakwambia akina kurumia brother. So upgrade game yako. Jutoa wengi wakienda. Unasikia? Usifanye nisimame hapa tafadhali. Jutoa wengi wakienda. Cheki vile tushana, cheki. Mama unaviliwa na respect. Usisalone boma yangu msichana. Nini? Hiyo sio shida yako. Hiyo sio shida yako. Hata kama pasta alikuja kuharibu boma yangu, wewe hiyo hayakuhusu hata kidogo. Father in law pia yake ilikuwa hivi. Hata nashuku mtu ikani wako. Nani Asha tafadhali, mbona unaongea hivyo? Ni ukweli. Nashuku, hiyo ni kitu iko. So kwa hivyo kuambiwa na respect hata wewe fungo mwanamke mdomo. Daktari suambi ukweli. So kuambiwa ukweli nani Asha, kuambiwa ukweli inafanya unazungumza hiyo maneno. Sana ameongeza aibu nyingine. Father in law. Anajuaje? Ulijuaje? Haya ulijuaje msichana? Hapo unaongelea father in law wako na jamani Asha. Ai, wewe unaona tu. Kama kijana inatoshana hivi, mzaeje? Masa upo na mpiga gani? Anaenda kupiga wewe. Hapo inaonekana alikosea heshima huyu. Alikuwa ameharibu boma yangu kabisa kutoka kitambo. Yes, alikuwa ameharibu boma yangu. Ya father ya baba ya mtoto wangu mlijuana aje? Huyo msichana achana na yeye sababu kuna vitu ambaye nimeona huku mbele na kuna mambo ambaye ikaenda kumtendekea na mimi angekuwa ni mtu ambaye amenyenyekea mimi ningemsaidia, lakini mimi nataka nimwachie hiyo kiboka ambaye inakuja. Nyenye mtajionea, mtasikia tu, hata mtasikia hii maklabu ile anaenda, hii vitu ambaye anafanya. Wewe funga mdomo, sababu mimi nataka nijionee. Ni nani huyu? Uni nani huyu? Kuwa na heshima, wacha na daktari. Heshima gani? Ni ndogo. Kidogo. Nini? Mwanamke gani huyu? Shetani. Ni ndogo.
Na hiyo ndo nitakula. Kwenda kabisa, shetani. Rudi, Joy ni wangu. Tunaenda sheria. Una pesa? Hapa usirudi. Hapa kwangu usirudi. Kwa boma yangu nimelani usirudi. Usirudi kwangu. Umechangia ununue viatu na nguo. Umewanyima hata wazazi wako heshima, msichana wewe. Usirudi kwangu. Msichana ana heshima kabisa. Ana heshima kabisa. Usirudi kwangu. Mimi nashukuru kwanza kwa vile mlinitafuta. Sababu huyu mtu alikuwa amekuja kuwadanganya. Ni mtu ambaye alikuwa anataka mahali. Na mahali yako hizo ndoa zimemshinda. Na hata vile amekuja hapa ametoa mimba ndiye akuja hapa. Ametoa mimba ndiye akuja hapa. Na ni mtu ambaye amekuwa anashinda kwa kilabu. Maisha yake mingi ni mtu wa mlevi. Na ni mtu ambaye hajabadilika. Na kuna kitu ambaye inakuja kutendeka kwa maisha yake. Na vile nimewaambia kuna kiboka ambaye inakuja tu hapa mbele. Mumpe tu siku kidogo. Hiyo mtajionea. Hiyo mdomo ambaye ako nayo, kuna kiboka ambaye inakuja. Kuna vitu ambaye unajua ni mtu ya mastare. Kuna vitu ambaye hiki anakuja hii wiki tu. Mutasikia. Najua hata sijataka kufanya kitu chochote. Nimetaka tu hiyo kitu ambaye inakuja imkute ili yeye mwenyewe akumbuke kwamba kuna mzee mahali alitaka kunisaidia. Na kijana, hata mimi hii mambo yako nataka nimalizane nayo, sababu kuna vitu ambaye pia niko na shughuli zingine. Hii upande wa pasta pia nataka nishughulikie vitu yako yote irudi, sababu nilikuwa nimempea masaa. Mimi nataka nitafutane na yeye pia vitu yako yote irudi, sababu nadhani vitu zingine zote umeanza kupata, si ndio? Ndio. Nataka pia hizo vitu ambaye pasta yako nayo pia niweze kuzirejesha vitu yako yote na uweke salama. Huyo mwanamke asiwadanganye. Mmefanya vizuri kunitafuta. Huyo alikuwa anakuja kukumbaliza kabisa. Kama mkora, imagine. Ni was. Bro, unaangukianga wanawake wagani hao sasa? Sijui hata sijui la pande yangu nilifanyika mama. My son. Zeti tu nikae tu hivyo. Nikumezana na pasta. Mimi nifungie virangu vyangu zote. Rudi pale Nakuru. Wacha tulee Joy. Joy asome kwanza. Ndio tutajua hata sababu hao wasichana ni kama wametumwa na shetani wote. Ulikuwa unalana alikuwa analetea Joy. Okay, ni sawa. Sasa daktari unasema kwamba tutafutane na nani? Na pasta? Yes. Nataka tutafutane na yeye. Tujue vitu inarudishwa. Sababu nilimpea masaa. Yes.